Wakati ligi kuu Tanzania bara kwa msimu wa 2024-25 ukielekea ukingoni, tetesi mbalimbali kuhusiana na wachezaji nyota kujiunga katika klabu mbalimbali za ligi kuu Tanzania bara zimekuwa zikitamalaki. Miongoni mwa wachezaji nyota wanaohusishwa na klabu za ligi kuu Tanzania bara ni pamoja na huyu mchezaji wa kimataifa wa Angola aitwaye Gilberto. Huyu ni kiungo wa ushambuliaji. Ndio, anafahamika vizuri. Sasa huyu anahusishwa na wananchi Yanga kwamba wakati Yanga ikifanya biashara kwa baadhi ya wachezaji wake kwa kuwauza, akiwemo Stefan Aziz Ki, mbadala wake maingizo mapya yanayotarajiwa ni pamoja na huyu Gilberto, mchezaji wa kimataifa wa Angola ambaye hivi karibuni alikuwa katika klabu ya Orlando Pirates ambayo inaonekana kana kwamba anachezea kwa mkopo. Sasa huyu Gilberto amekuwa kwenye kiwango bora sana katika miaka hivi karibuni, ingawa kwenye msimu huu alichokifanya kwenye takwimu kinaonyesha kwamba kama akitua Yanga atalazimika kufanya ya ziada ili kujikubalisha kwa wananchi, ili pia kufanya yale ambayo wanayatarajia wananchi. Lakini pia kama ni kuvaa viatu vya Stefan Aziz Ki, atapaswa afanye kazi kubwa zaidi, kwa sababu Stefan Aziz Ki anahitajwa kuondoka Yanga na kwenda katika klabu ya Wydad Casablanca, ikisubiriwa tu utambulisho rasmi kule nchini Morocco katika klabu hiyo ya Wydad. Ni kwamba amefanya mengi makubwa katika michuano ya ndani na michuano pia ya klabu ya CAF. Stefan Aziz Ki mara zote tangu atoe nchini msimu wa 2022-23 amekuwa kwenye kiwango bora sana ndani ya Yanga. Kwa sababu hiyo, Gilberto na yeyote atakayejiunga na Yanga katika maeneo ambayo kucheza kwao itakuwa ni katika maeneo wanayotoka wachezaji kama Stefan Aziz Ki, anahitajwa kuwa yuko kusubiri utambulisho rasmi tu katika klabu ya Wydad Casablanca, watakuwa na kazi ya kufanya. Lakini faraja pekee ni kwamba Gilberto akiwa kwenye kiwango chake bora, ni dhahiri kwamba anaweza kuifanya Yanga itimize malengo yake kwa msimu wa 2025-26 ambao miongoni mwa yale yanayotarajiwa ni pamoja na kutoa taji la ligi kuu Tanzania bara ambalo hivi sasa wanalishikilia kwa mara 3 mfululizo, na kwenye msimamo wa ligi kuu Tanzania bara Yanga wako kileleni, ni kana kwamba wanakaribia kulitoa tena kwa mara ya 4 mfululizo endapo hawatateleza na kuzidiwa kete na watani zao wa jadi Simba, ambao ndio klabu mbili pekee zenye uwezo wa kutoa ubingwa wa ligi kuu Tanzania bara kwa msimu wa 2024-25. Klabu nyingine kama Azam, Singida Black Stars, pointi walizonazo hata wakishinda mechi zote zilizobaki bado hawawezi kuzifikia pointi za Yanga ambayo ina pointi 73, na pia hawawezi kuifikia pointi za watani zao wa jadi Simba ambao wako katika nafasi ya pili. Sasa Gilberto huyu kama anajiunga Yanga, msisitizo akarejea kiwango chake alichokionyesha mara zote anapoitwa katika timu ya taifa ya Angola, lakini alichowahi kukionyesha katika klabu ya Petro Atletico, ni dhahiri kwamba atafiti na utakuwa ni usajili mzuri sana wa kuwapa furaha wana Yanga. Ni kwa sababu ataungana na nyota kadhaa waliopo ndani ya kikosi cha Yanga hivi sasa ambao tayari wamekuwa wakiwapa furaha wananchi. Hivi sasa wako katika fainali ya kombe la shirikisho la benki ya CRDB wakiliwania kwa mara ya 4 mfululizo. Lakini kama nilivyotoka kueleza awali, hivi sasa wako kileleni mwa msimamo wa ligi kuu Tanzania bara wakicheza mechi 23 wanakicheza mechi 27 wana pointi 73. Wana mwenendo mzuri sana, performance ufanisi ukiwa 90%, lakini pia wakiwa tayari wameshafunga mabao 71 huku wakiwa wameruhusu mabao 10 tu. Kwa lugha nyingine, wakimpata mchezaji kama Gilberto, ni dhahiri kwamba Gilberto yule alionyesha kiwango bora na timu ya taifa ya Angola na klabu ya Petro Atletico, na sio huyu aliyekuwa katika klabu ya Orlando Pirates, ni dhahiri kwamba Yanga watapata kitu. Yeye mchezaji huyu umri wake age ni miaka 24. Urefu wake watajwa kuwa ni kati ya 5 na inchi 5 na 5 na inchi 8. Yes, kwa hiyo si mrefu kihivyo. Yes, 5 na inchi 5 mpaka 5 na inchi 5 na inchi 8 katika baadhi ya vyanzo. Gilberto guu lake lenye nguvu zaidi ni la kulia. Mguu ni wa kulia, na miongoni mwa sifa zake ana kasi sana. Yes, umri miaka 24, ana kasi sana kwa guu lake la kulia, na kwenye kucheza katika mfumo wa 4-3-3, kwa maana baada ya golikipa kuwa na walinzi 4, viungo 3 na washambuliaji 3 kama walivyokuwa wakicheza katika timu ya taifa ya Angola kwenye michuano ya AFCON, yeye na guu lake la kulia anaweza kutokea kushoto kama inverted winger,
kwa maana kwamba anapocheza kushambulia anaingia ndani, tunasema ana cut in, analitazama lango la wapinzani na kujaribu kufunga ama kutoa pasi mshazari kwa wenzake, zile diagonal passes, au akitokea kulia kama orthodox winger, kwa maana kwamba anakuwa wakati mwingine anaongeza mapana ya uwanja kwenda kupiga cross. Inafahamika vizuri katika kikosi cha timu ya taifa ya Angola, yeye na wenzake katika safu ya washambuliaji watatu, akiwemo Mabululu ambaye hivi sasa yupo Al Ahly Tripoli ya Libya, lakini Gelson Dala, kwa pamoja walikuwa wanaifanya Angola iwe tishio sana inapokwenda kushambulia. Walifika mpaka hatua ya robo finali, tunakumbuka vizuri, wakatolewa na Nigeria katika mechi kali, mechi ambayo walimiliki mpira kwa 55% wakipiga pasi 400, lakini wakafungwa bao moja bila kutokana na bao lililowekwa wavuni na Ademola Lookman kama tunakumbuka vizuri. Lakini kwenye safari yao waliwafunga kwa mfano Namibia mabao matatu kwa 0, waliwafunga Burkina Faso mabao 2. Miongoni mwa wale waliokuwa wakicheza vyema sana ni pamoja na Gilberto. Ni kwa rahisi kumtambua uwanjani, mbali na namba yake 7 mgongoni, lakini nywele zake ni kama zile za Pacome Zouzoua na bleach fulani hivi kichwani. Na kubwa zaidi kwenye utambulisho ni kasi. Mwamba ana kasi kweli kweli na uwezo mkubwa wa kupiga chenga. Sasa wakati akiwa timu ya taifa Angola walifanya vizuri sana kama nilivyotoka kueleza, lakini katika klabu ya Petro Atletico kwenye ligi ya mabingwa barani Afrika inafahamika vizuri, yeye ni miongoni mwa wale waling'ara sana wakati wa Atletico, Petro Atletico ikifanya vizuri. Mechi 8 wakati ikitoka hatua ya makundi mpaka robo finali, alicheza mechi 7. Dakika alicheza 490. Dakika 490 alitoa assist 2. Yes, assist 2 katika ligi ya mabingwa barani Afrika msimu kabla ya msimu uliopita. Lakini vile vile Gilberto katika klabu ya Atletico, Petro Atletico, mechi 30, kuna kipindi mechi 30 alifunga mabao 16 goals. Kwa hiyo unajikuta katika kile kitu kinaitwa goals per match, GPM, alikuwa na wastani mzuri zaidi, kwa sababu kwa kawaida 0.5 ni mshambuliaji anaitwa mshambuliaji bora. Sasa kuwa na mabao 16 katika mechi 30, unagundua kwamba wastani wake ulikuwa ni zaidi ya 0.5 ukigawanya vizuri hapa, ambayo ni zaidi ya interpretations, tafsiri ya kwamba ni mshambuliaji bora, ingawa yeye kwa nafasi yake ni kiungo ushambuliaji, kitokea kulia, kitokea kushoto, mara nyingi akiwa jukumu kubwa ni kutengeneza fursa kwa wenzake kufunga, kwa maana kwa mshambuliaji wa kati katika timu ya taifa ya Angola tunazungumzia kwa mfano Mabululu. Lakini huyu Gilberto hivi sasa katika klabu ya Orlando Pirates kwenye msimu wa 2024-25 hajaonyesha makeke, hajaonyesha impact, athari kwa wapinzani akiwa katika klabu ya Orlando Pirates, na wala hajapata nafasi ya kutosha ya kucheza. Sasa akitua Yanga, kama hizi tetesi ni kweli, ni dhahiri kwamba Yanga watamhitaji Gilberto yule wa Petro Atletico, yule wa timu ya taifa ya Angola katika finali za AFCON kule nchini Ivory Coast, kwa sababu katika klabu ya Orlando Pirates msimu huu, kwa mfano kwenye ligi kuu ya Afrika Kusini PSL, ambapo Orlando Pirates ni miongoni mwa klabu zinazofanya vizuri sana, imekuwa nyuma ya bingwa Mamelodi Sundowns. Yeye katika mechi 30 za PSL ligi kuu ya Afrika Kusini, yeye amecheza mechi 5 tu, yani mechi 5 kati ya 30. Halafu mechi hizo 5 aliyoanza, ameanza mechi 1 tu katika hizi 5. Kaanza 1. Na dakika kwa ujumla alizocheza kwenye hizi mechi 5 kacheza dakika 148. Yaani katika mechi 5 matarajio dakika 90 mara 5 ni dakika 450. Yeye dakika alizocheza ni 148 tu. Mechi zenyewe 30, yeye kacheza mechi 5 tu. Halafu kwa kiwango hiki nini kafanya uwanjani? Kapiga mashuti shots, kapiga mashuti 6 yaliolenga malango 2, hana goli, hana assist. Kwa vyovyote vile kiwango hiki akiwa katika Orlando Pirates kwenye ligi kuu ya Afrika Kusini si miongoni mwa vishawishi kwa benchi la ufundi la Yanga ama klabu nyingine yoyote yenye hadhi ya Yanga na malengo makubwa kuvutiwa na Gilberto. Lakini pia katika ligi ya mabingwa msimu huu, Orlando Pirates ambayo ilitoka hatua ya makundi ikenda mpaka hatua ya nusu finali, tunakumbuka vizuri, ikaja kutolewa na Pyramids ya Misri kwa mabao 3-2 katika mechi iliyochezwa kule Misri, wao wakifunga, Pyramids wakisawazisha, wakifunga, wakisawazisha na wakafungwa lingine kwa mabao 2 ya Fisto Kalala Mayele. Mechi 10 kutoka hatua ya makundi, yeye kwenye CAF Champions League akiwa na Orlando Pirates, Orlando amecheza
mechi 2 tu kati ya 10. Na mechi hizi 2 alizocheza, dakika alizocheza dakika ni dakika 32. Amini dakika 37. Amecheza dakika 37. Halafu kwenye dakika hizo 37 akiwa uwanjani, ambao ni wastani wa takriban dakika 16 na sekunde 30 katika kila mechi wastani, maana jumla ni dakika 37. Alichofanya ni kwamba kagusa mpira mara 33, halafu akatoa pasi. Pasi alizotoa ni pasi 23, zilizofika zikiwa ni pasi 16. Hana shuti la kulenga lango wala shuti la kutoka nje. Kwa vyovyote vile, ushawishi kwa timu yoyote inayomsajili Gilberto si kwa performance yake katika Orlando Pirates kwa msimu wa 2024-2025, lakini kwa anayemfahamu vizuri, akiwa Petro Atletico, akiwa katika timu ya taifa ya Angola kwa mara kadhaa, ambayo ameichezea kwa mara ya kwanza kuanzia Agosti 28 mwaka 2022, alichezea kwa mara ya kwanza timu ya taifa ya Angola ya wakubwa. Mpaka sasa kashacheza mechi 14, kafunga mabao 2. Yeye ni mzuri zaidi katika kutengeneza fursa za wenzake kufunga na sio kufunga. Sasa anemjua vizuri, nasisitiza, ni yule Gilberto wa Petro Atletico, ni yule Gilberto katika timu ya taifa ya Angola kama kwenye finali za AFCON, lakini sio huyu wa Orlando, kwa sababu huyu wa Orlando akitua Yanga atafanya kazi kubwa sana ili ashawishi na kujihakikishia namba kwenye kikosi cha Yanga ambacho kina nyota wengi na waliopo wamekuwa wakionyesha kiwango cha juu tangu atue Yanga. Ni dhahiri kwamba akitua Yanga wataendeleza kile ambacho wamekifanya hivi karibuni. Katika scouting, katika kuangalia ubora wa wachezaji, wakati mwingine huwa na jicho la ziada Yanga katika kugundua ubora. Kwa mfano, walipomsajili Duke Abuya kutoka Singida, katika klabu ya Singida Fountain Gate, alicheza msimu uliopita, baadhi walishangaa inakuwaje Yanga wanamsajili Duke Abuya. Lakini tangu atue Duke Abuya ameonyesha kiwango bora sana, kiasi ya kwamba pale anapokosekana Khalid Aucho Doctor, bado Duke Abuya akiungana na kina Mudathi Yahya Abbas wamekuwa wakionyesha kiwango bora, na Yanga imekuwa ikiendelea kufanya vizuri. Lakini upo mfano mwingine, Yanga alimsajili Mudathi Yahya Abbas akiwa hana timu. Baada ya kumalizana na Azam, alikaa takriban miezi 6 kwao Zanzibar, hana timu ya ligi kuu, lakini Yanga akienda kumsajili ikawa gumzo na mshangao kwamba Yanga kulikoni. Lakini mpaka leo hii Mudathi Yahya Abbas tangu atue Yanga amekuwa ni regular starter, ni mwanzaji wa mara kwa mara kikosi cha kwanza cha Yanga chenye ushindani mkali. Lakini Mudathi Yahya Abbas, mgongoni nambari 27, amekuwa na kiwango bora sana, kiasi ya kwamba kwenye pacha yake yeye na Khalid Aucho Doctor wamefanya Yanga eneo la kati iwe imara sana. Kwa hiyo Yanga wana mifano kadhaa ya kusajili wachezaji ambao wana ubora, wana uwezo, ni potential, shathibitisha, lakini kwa sababu mbalimbali labda wako down, wameshuka kidogo, Yanga hawaogopi, alimradi wajiridhishe tu kwamba huyo mchezaji yuko fit, timamu wa kiafya, na kwamba bado umri unamruhusu kucheza. Huyu Gilberto ana miaka 24. Bila shaka Yanga wakimsajili, matumaini yao ni kuhakikisha wanamrejesha Gilberto yule ambaye ninamtaja kila mara wa Petro Atletico wa timu ya taifa ya Angola, kwa sababu msimu huu wa 2024-2025 mambo yake hayajamwendea vizuri sana. Na akiwa yule Gilberto ninayemzungumza mara kwa mara, yule wa Petro Atletico, ni dhahiri kwamba wapinzani wa Yanga watalazimika kufanya ziada mbele ya Gilberto, kwa sababu ana kasi, ana udambudambu, ufundi wa kucheza na mpira, yuko vizuri. Lakini kwa hiyo Gilberto akitua Yanga ana kazi ya ziada, kwa sababu waliopo katika nafasi anayocheza, hasa kiungo ushambuliaji, wamefanya mambo makubwa sana. Kwa mfano, Stefan Aziz Ki kama anatambulishwa huko Wydad Casablanca, maana bado hajatambulishwa nafasi yake, halafu akaja mchezaji kama Gilberto atapaswa kujua yafuatayo. Kwanza, Stefan Aziz Ki msimu uliopita katika ligi kuu Tanzania bara, yeye ndo alikuwa mchezaji aliyepiga mashuti mengi kufanya attempt nyingi kuliko wachezaji wote. Stefan Aziz Ki akipiga mashuti 90, kati ya haya 52 ikilenga lango, halafu akafunga mabao 21, akatoa assist 8, akachangia mabao 29 kati ya mabao 71 waliofunga Yanga msimu uliopita, akawa mfungaji bora, akawa MVP, mchezaji bora katika ligi kuu Tanzania bara msimu uliopita 23-24. Hiyo itoshi, Stefan Aziz Ki akiwezesha Yanga kutoa taji la kombe la shirikisho la benki ya CRDB kwa mara 3 mfululizo. Stefan Aziz
Aziz Ki inakumbuka vizuri kwenye michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika msimu uliopita, Yanga ilikwenda mpaka robo finali, katolewa kwa penalty na Mamelodi Sundowns katika mechi ambayo Stefan Aziz Ki aling'ara sana akifunga bao zuri katika dakika 58 kuelekea 59, lakini mwamuzi Dahane Beida wa Mauritania hakuliona ama hakuliruhusu yeye na wasaidizi wake katika chumba cha VAR, tukio ambalo lilikuwa maarufu sana kwa sababu ni shuti la Stefan Aziz Ki liligonga mtamba panya na kuonekana limedundia ndani, lakini alikuruhusiwa. Stefan Aziz Ki hata msimu huu mpaka sasa katika mechi ambazo Yanga amecheza, yeye ameshacheza mechi 25 kati ya 27 alizocheza Yanga, amecheza dakika 1632. Halafu ndiye kinara katika kupiga mashuti ndani ya Yanga katika ligi kuu nzima, yeye ndo namba 2. Anayeongoza kwa mashuti mengi ni Jasha Aouar alipiga mashuti 61, lakini Stefan Aziz Ki anashika nafasi ya pili akiwa amepiga mashuti mashuti 59. Kati ya hayo aliyopiga na yakazaa mabao, tunasema goals, kafunga mabao 9, katoa asisti 7, akichangia mabao 16 kati ya mabao 71 ambayo Yanga ameshafunga. Katika kombe la shirikisho la benki ya CRDB, Stefan Aziz Ki ashapiga mashuti 19, akicheza mechi 5 alizocheza Yanga mpaka sasa katika kombe la shirikisho na kufika finali wanaosubiri mshindi kati ya Wekundu wa Msimbazi Simba na Singida Black Stars. Kwenye mechi hizo 5 Stefan Aziz Ki ameshacheza kwa dakika mechi 4 alikuwa amecheza dakika 162, halafu mechi ya 5 akacheza mpaka dakika 73 akatoka. Akiwa kwenye mechi hiyo amepiga mashuti 5, mawili amelenga shabaha, lakini kabla hapa alikuwa ameshapiga mashuti 14. Kwa ujumla amepiga mashuti 14 jumlisha 5 katika mechi hii ya mwisho ya kombe la shirikisho aliyocheza dhidi ya JKT Tanzania. Kwa ujumla amepiga mashuti 19 sasa. Yaliyolenga lango mashuti 9, amefunga mabao 4, ametoa assist 2, akichangia mabao 6 kati ya mabao 22 aliyofunga Yanga katika kombe la shirikisho la benki ya CRDB msimu huu, kuanzia raundi ya pili ambayo Yanga ndipo alicheza mpaka kufikia sasa ambapo wako katika hatua ya finali. Kwa hivyo vile Gilberto akitua katika klabu ya Yanga, kama ni kujilinganisha na kiwango kilichoonyeshwa na wachezaji kama Stefan Aziz Ki, kazi anayo. Nafasi anayocheza pia wanacheza Pedro Pacome Zouzoua. Yeye mpaka sasa ameshafunga mabao 9, ana assist 9, akachangia mabao 18 kati ya mabao 71 kwa ligi kuu Tanzania bara waliofunga Yanga. Atatakiwa kufanya ya ziada ili kurejesha kiwango chake akiwa Petro Atletico, walau aendane na hawa ambao ama atawakuta au watakuwa wameondoka, lakini alama yao ndani ya Yanga bado ipo kutokana na kile alichokifanya mpaka kufikia sasa. Swali, je, ni kweli Gilberto atatua Yanga? Mbwaduke Stats, Sport Next Level.